Ndugu wa Tanzania, taarifa hii inaileta kwenu kutokana na taarifa ambayo inazagaa mitandaoni kuhusu jeshi letu la wananchi JWTZ. Taarifa hii inasema kuwa vijana wote wa JKT wanaombwa kurudi kwenye kambi zao mara moja. Taarifa hiyo mimi naikanusha, nasema kwamba vijana wa KT tumechoka kutumiwa na jeshi letu la wananchi la JWTZ. Wenyewe wapo wameshajiajiri, wamewajiri vijana wao, lakini si vijana wa JKT hatuna ajira. Wamesema kuwa vijana wote ambao wamefuzu JKT wanaombwa kurudi kwenye kambi zao. Mimi nasema hivi, vijana wenzangu wa JKT, kumbuka mafunzo tuliokula yalikuwa ni mafunzo ya kulinda mipaka ya nchi yetu na kuwalinda wananchi. Kama kawaida, wananchi ni mali ya jeshi, na ndio maana mwanajeshi haruhusiwi kumuua mwananchi wala kumpiga risasi. Kazi ya mwanajeshi ni kuilinda mipaka ya nchi. Kumbuka mazoezi tuliokula kwa nguvu. Tuliakula mazoezi mazito tukaumiza mili yetu kwa sababu ya kuwalinda wananchi na mipaka ya nchi. Ndugu wenzangu, vijana wenzangu wa JKT, kumbuka kiapo ambacho tulikula kwenye kambi. Tulikula kiapo tukijua kwamba ni kulinda wananchi, ni kulinda mipaka ya nchi na kuilinda katiba ya nchi na kufunzwa heshima, nidhamu ya nchi na kufunzwa heshima ama respect. Ndugu wa Tanzania, vijana wenzangu wa JKT, tulifanya mazoezi mazito, tulijinyima kula, tulifunzwa mazoezi ya gorila tulijinyima kula kwa sababu ya kujua kwamba tutafanya kazi ndani ya jeshi letu, tutaajiriwa kwenye jeshi letu na kuilinda mipaka ya nchi. Vijana zangu wa JKT, kumbuka mazoezi tuliyokula. Tuliapa kufanya kazi kwenye nchi yetu, na ndio maana tulijitolea kwa mali na mali kufanya kazi na kujenga mashule na kujenga barabara pasipo mshahara. Tulipanda milima kwa mazoezi mazito, tulisomba maji. Kila kazi tulifanya kwa kujinyima kwetu katika mazoezi yetu. Ndugu wa Tanzania, taarifa hii inaleta kwenu vijana wenzangu wa JKT. Jeshi limekuwa na wasiwasi ya kwamba kwa sababu ya uhaba wa ajira kwa vijana wetu wa JKT, ambao ni mimi ni miongoni mwao na wewe pia ni miongoni mwao, ambao hatuna ajira. Tulifanya mazoezi mazito kujua kwamba tutasaidia familia zetu na kuwasaidia wananchi wenzetu. Kumbuka, mama yako au baba yako alikutegemea mno ukiwa JKT, akijua kama mtoto wangu atapata ajira ili aweze kunisaidia na kuisaidia familia. Lakini mwisho wa siku tumebaki sisi ndio tunategemea wazazi wetu. Tumebaki kwamba sisi ndio tunachoma mkaa mtaani. Sisi ndio tunauza pipi mitaani. Sisi ndio tunasajili laini za Vodacom, laini za Airtel mitaani. Sisi ndio tunachekwa mitaani, na ni vijana ambao tuna mazoezi ya kijeshi ya kutosha na kuweza kuitumikia nchi yetu, lakini jeshi letu limeweza kuingiliwa na siasa. Wanaopata ajira ni wengine kabisa taona mazoezi, ambao tunashangaa huyu alifanyia mazoezi kwenye kambi gani? Haujui na umkumbuki mlipata naye wapi. Hana mazoezi ya kutosha, lakini kwa sababu ya connection na uzito wa juu anapata kazi. Mimi na wewe hapa tunabaki tukihangaika tukiwatumikia wao. Safari hii ndugu zangu, vijana zangu wa JKT, wa kike na wa kiume, tusikubali kuingizwa kwenye mfumo wa kijinga. Tusikubali kudanganywa tena. Enough is enough. Imetosha. Tukubali kuingia mtaani Sabasaba. Tukubali kuingia mtaani Sabasaba kwa ajili ya kuikomboa taifa letu. Tupate serikali bora, tupate uongozi bora ambao utatambua umuhimu wa vijana wa JKT. Ni kweli kabisa, jeshi haliwezi likawaajiri vijana wote wa JKT, lakini kuna mifumo ambayo inaweza ikawekwa vijana wa JKT wakapata ajira, kama vile kilimo. Ukawekeza kwenye kilimo, vijana kama sio JKT tukajiajiri. Lakini tumenyimwa ajira, tunabaki tukihangaika. Tusikubali kununuliwa. Tukumbuke kiapo ambacho tulikula kambini, vijana zangu wa JKT, ni kuilinda mipaka nchi na kuwalinda wananchi na kutenda haki kwa kila mmoja. Lakini leo hii haki imepotea kwenye nchi yetu. Je, tuko tayari kusaliti wananchi wenzetu? Tupo tayari kusaliti wananchi? Tukumbuke damu zilizomwagika tarehe 29. Tupo tayari kuwasaliti wananchi wenzetu kwa sababu ya 200,000 ambayo mwisho wa siku hatutaajiriwa kazi, tutatelekezwa? Tupo tayari kuwasaliti wananchi wenzetu kwa mauaji yaliyofanyika, kwa utekaji unaoendelea kwenye nchi yetu? Tupo tayari kuwasaliti wananchi wenzetu? Vijana wenzangu wa JKT, mpo tayari kuwasaliti wananchi? Mpo tayari kuwasaliti watu ambao nyewe mlikuwa mnafanya mazoezi, tulikuwa tunafanya mazoezi kwa ajili yao? Mpo tayari kuwasaliti wananchi ambao tulijitolea kufa kwa ajili yao? Tupo tayari kuwasaliti wananchi ambao tulijitolea kufa kwa ajili yao?
Leo hii tuwasaliti kwa sababu ya 200,000 ambazo ni za damu zilizomwagika kwa ajili ya wananchi. Tukubali kununuliwa? Usikubali kijana wa JKT, utapewa 200,000. Najua kwamba tukirudi pale kambini tutapewa 200,000, 300,000 kwa kutuadaa, kwa kutudanganya. Mwisho wa siku tena watatutupa. Jambo lingine likitokea tena watuite. Bila ajira hakuna kazi tunapewa, ndugu zangu. Hatupewi kazi. Wanaenda kututunza kambini kama kuku, watupe chai kwa mikate, watudanganye na kwamba wanatupenda ili jambo la Sabasaba liweze kupita. Tusikubali kurudi kwenye kambi zetu. Kama kweli ni mzalendo, kama kweli ni JKT, unaipenda nchi yako, unalijitolea kwamba nitaingia jeshini kuwalinda wananchi na mali zao na mipaka ya nchi, usikubali. Kumbuka tulilala njaa. Tulifunzwa gorila tukajinyima jinsi ya kusurvive kwenye kiangazi, jinsi ya kuvumilia hata kama kuna chakula. Tulijinyima kwa vyovyote vile kwa sababu ya kuwalinda wananchi. Leo hii tuwasaidie wananchi wenzetu ambao ni mayatima, wananchi ambao wamebaki kwa yatima kwenye nchi yao. Hawana msaada, hawana mtu wa kukimbilia. Kila mmoja amewageuka. JKT tusikubali. Vijana wenzangu wa JKT tusikubali kuingia kwenye mfumo. Kumbuka kiapo tulichokula. Tusikubali. Wanaogopa maandamano ya Sabasaba ya kwamba kwa sababu vijana wengi wa JKT hatuna kazi, hatuna ajira, wataweza kutuingiza kwenye mfumo. Tusikubali kudanganywa. Tusikubali kudanganywa. Tusimame kwenye haki, tutii amri na heshima tulio hapa kiapo. Tusimame na nchi yetu. Kumbuka tulisema nipo tayari kufa kwa ajili ya nchi yangu mimi. Kama kijana wa JKT, hicho ndicho kiapo tulichokula. Kama kweli tupo tayari kufa kwa ajili ya nchi yetu, wananchi, tunaposema nchi ni wananchi ambao ni watu. Upo tayari kufa kwa ajili ya watu. Naomba kuanzia leo JKT, tusirudi kwenye kambi zetu. Toa sababu, sema unaumwa, andika barua sema mimi sitakuwepo, ninaumwa. Leo ndio watambue umuhimu wetu kwamba hata si JKT tuna umuhimu kwenye taifa. Wametutumikisha vya kutosha, tumelima mashamba yao, tumejenga mashule, tumejenga barabara, tumepata nini? Zaidi ya matusi, zaidi ya kejeli na kudharauliwa. Tusikubali kuingia kwenye mfumo. Hiyo taarifa ya JWTZ hatuikubali kama vijana wa JKT. Sisi tutakuwa maandamano Sabasaba. Tarehe 7 mwezi wa 7 tutakuwa maandamano mpaka mwisho. Hatutakubali kudanganywa. Asanteni sana ndugu zangu na wasalimia vijana wenzangu wa JKT. Kumbuka kiapo, usikubali kusaliti nchi kwa ajili ya tamaa. Usikubali. Nchi ni wananchi. Bila watu hakuna nchi. Nchi ni wananchi. Hakuna watu, hakuna nchi. Watu tuwalinde wa kwanza. Asanteni sana. Nawapenda.